mwisho. Lakini hata Yusufu akawaita watoto wake wote, akaongea maneno ya mwisho. Leo napenda kutafakari maneno ya mwisho 7 ya Yesu pale msalabani. Kabla hajakata roho, Biblia inasema akakata roho mwishoni kabisa. Kabla hajakata roho, aliongea maneno 7 ambao alikuwa anatimiliza unabii wote. Tunakwambia Yesu Kristo ni mwisho wa unabii. Hakuna unabii tena baada ya Yesu. Tunasubiri kwenda mbinguni kupumzika. Unabii wote umemalizwa na Yesu. Kwa mwisho wa nabii zote katika kitabu cha Agano la Kale umetimilizwa na Yesu Kristo. Ndio maana kitabu cha Yohana inabidi kitoe unabii tena mwingine kwa ajili ya siku za mwisho. Kwa sababu Yesu ndio mwisho wa unabii wote. Sasa usichanganye na karama ya unabii. Unabii maana yake ni maelezo kuhusu ulimwengu toka ulipoanza mpaka utakapofika mwisho. Bwana Yesu alimaliza. Sasa leo ninapenda tutafakari kuhusu nini kilitokea pale msalabani. Maneno ya mwisho 7 ya Bwana Yesu pale msalabani. Leta ni matamko 7 ya mwisho ya Bwana Yesu kabla hajasema imekwisha. Bwana Yesu asifiwe. Ninapenda lakini kabla hapo tuangalie kidogo kuhusu Ijumaa. Kwa nini tunasherehekea? Kwa nini tunafurahia? Eti wewe mtu anakufa unafurahia, umesikia wapi? Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ni wajinga wachache wanaanza kuhuzunika. Wanasema wanashiriki mateso ya Yesu. Ina maana umeshindwa kujua sababu ya Yesu kufa. Kufunga siku ya Ijumaa, wengi tumefunga leo, sio kwa sababu tunashiriki mateso ya Yesu. Tunainua roho zetu. Kufunga maana yake mwili ukae chini ili nguvu ya roho iruke, ili uweze kuelewa Mungu vizuri, kwa sababu kila ligari lako litakufanya ushindwe kutulia kiroho. Kwa sababu kama tunashiriki mateso, tunatafakari mateso ya Yesu. Kwa sababu tunaposhiriki mateso kwa ajili ya nani? Bwana Yesu asifiwe. Napenda nikwambie kwa nini Yesu walimtesa msalabani. Kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15, Mungu alitoa unabii wa kwanza kuhusu mateso ya Yesu. Mungu mwenyewe alitabiri. Mwanzo sura ya 3 mstari ule wa 15. Wakati ambapo Adamu na Eva walipotenda dhambi. Biblia inasema kitu ambacho napenda jiona leo upende kishika vizuri. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15 na nitasoma. Anasema, sikiza kwa makini. Nami nitaweka uadui kati ya huyo mwanamke, sio kati ya Adamu. Kumbuka, naomba unielewe. Anasema kati ya mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake. Nao huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Nataka tutafakari hapo kidogo. Watu wengi hawaelewi. Kwa Mungu akatamka unabii kwa sababu mwanadamu aliishi kidogo sana akaanguka. Na lile anguko wakafukuzwa bustani ya Edeni. Wale wako katika darasa la Biblia tunajifunza kwamba mwanzo kulikuwa na bustani ya Edeni. Kitabu cha Ufunuo sura ya 12 mstari 7 kutakuwa na bustani ya Edeni tena. Wale ambao wajui, paradiso maana yake bustani ya Mungu. Kwa mtu anayekufa leo, anayelala leo katika Kristo, anaenda paradiso. Biblia ya Kiswahili ya sasa inasema peponi, lakini kunaitwa paradiso, bustani ya Mungu. Mungu ameandaa bustani yake kwa ajili ya watu wake. Kwa kule bustani ya Edeni, baada ya kutenda dhambi, akasema sasa, shetani sikiliza, unadanganya mwanamke, nitaweka uadui kati ya uzao mwanamke ni Yesu. Ndio Biblia inasema na uzao wako na uzao wa shetani pamoja na wafuasi wake. Ndio maana mtu ambaye hajaokoka inabidi uwe makini, kwa sababu anaweza kutumika na adui. Sio mbaya, ndio mpende, lakini uwe makini sana. Kwa uadui ulianzia bustani ya Edeni. Shetani hata kuja kumpenda mwanadamu, narudia tena. Shetani hata kuja kumpenda mwanadamu, na ampendi kupita kiasi.
Akifurahi shetani anamfanya mwanadamu alipikiwe. Pesa atakupa, lakini lazima akuchinje katikati ya safari yako. Lazima kuletee magonjwa na mateso. Shetani hajawahi kuwa na urafiki na mwanadamu, ila sisi wakati tunajipendekeza kwa shetani. Ndio maana sisi kwenye mitandao watoto wanaambiwa na vijana, watu wanatembea na magari makubwa, wanaonyesha magari, ndio kwa magari la sako la nani na nani, kama magari 10 hapo kwa sababu ndio tajiri Tanzania. Piga namba hii. Na vijana walipokuwa maskini ya Mungu wajui, wanawapigia simu watu wale, tuma $100, tuma $200. Wanaweza kupata utajiri kwa njia za mashirikina. Hakuna kitu kama hicho. Usidanganyike. Unapoteza muda. Shetani anataka uingie katika mkenge. Ukishajiseti tu anakuua. Kwa sababu kazi yake ni kuchinja, kuua na kuharibu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuende kidogo taratibu kwa ajili ya neno ambalo niongea jioni leo. Anasema nitaweka uadui kati ya uzao wako wa mwanamke, ambaye tunasema uzao wa mwanamke ni nani? Uzao wa mwanamke ni nani? Yesu Kristo. Na uzao wa shetani ambao tunasema ni nani? Shetani na wafuasi wake. Mtu mmoja akaongea hizo ndio anasema, mimi madamu akinipa pesa tu, mimi hamna tatizo, nitamlamba tabiku shetani. Kaambia wewe mbona unaweza kutafuta pesa ukazipata? Kwa nini unashindwa kufikiri akili yako? Wewe Mungu anakupatia uwezo wa kupata pesa. Hakuna mtu alizaliwa duniani ana pesa. Wote tulizaliwa hatuna nguo kwa mama zetu. Tena ni pesa nyingine sio kwa sababu kama mzee katika familia mastajiri. Ukitaka pesa ukitumia na Mungu unazipata. Kwa nini mpige magoti ya adui wa Mungu? Hapana. Mungu ana uwezo wa kukupa neema nyingi usipoweza kusikiliza. Sasa kwa makini. Anasema utampiga kichwa. Kwa wewe Mkristo, anasema uzao wako sisi kuokoka, tunaweza kumpiga shetani kichwa. Lakini anasema yeye atakuuma kisigino. Ndio mateso ya Yesu. Sikiza kwa makini. Kupiga kichwa ni mamlaka uliyopewa. Anasema nimekupa mamlaka yote duniani. Nami nawapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge kichwani. Na nguvu zote za shetani na hakuna kitakachowazuru. Unampiga kichwa. Lakini shetani alipewa uwezo wa kufanya mateso ya Yesu. Kwa mateso yalitoka kwa Yesu, ndio maana akasema kwa kupigwa kwake, kwa kunyanyaswa kwake, kwa kuteswa kwake sisi tumefanya. Sasa leo ukiendelea mateso yako binafsi. Yesu amekupa mamlaka ya kukanyaga nyoka. Nyoka maana yake ni mapepo. Nge maana yake magonjwa na maradhi. Nataka uelewe kwa sababu unaweza kuzungumza leo kwa sababu ya kukanyaga. Kama wajinga fulani wameenda kuchukua nyoka nje wakasema sasa leo namkanyaga kanisani. No. Kwa umepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na hakuna kitakachozuru. Leo jioni tulikuwa na hii hapa. Niko na niko nanifuata. Sasa nikasema nikae kimya, Mungu atanisaidia. Roho Mtakatifu ananiambia upige. Kwa utakiso unatakiwa ukanyage nyoka. Unatamka mambo kwa ajili ya kuua shetani, kwa ajili ya kuangamiza nguvu za giza. Sikiliza kwa makini. Kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15. Biblia inajulikana kama ndio uinjilisti wa kwanza. Uinjilisti wa kwanza. Injili ya kwanza inaanzia kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15. Sasa baada ya kuelewa hayo, nafikiri sasa unaweza kunielewa kwa nini Yesu alienda msalabani. Sio kwa makini. Yesu alienda msalabani kwa sababu anataka kuleta ukombozi wa uzao wake, ili aweze kumpiga nyoka kichwa na shetani akamletea mateso na maumivu. Alipomaliza msalabani, naomba nikwambie wewe uko huru. Umewekwa huru kweli kweli. Sasa kwa sababu unakosa mafundisho kwa mwingine, unaweza usielewe. Lakini natamani jione leo uweze kuelewa. Tulijifunza Jumapili kitu kimoja cha msingi sana. Sikiza kwa makini. Ukisha kuokoka lazima mbinguni utaenda. Narudia tena. Ukisha kuokoka lazima mbinguni utaenda. Kwa sababu ukiokoka na kujaza Roho Mtakatifu unapigwa muhuri na Mungu. Na wote Baba alionipa sitampoteza hata Saul. Ukishaingia katika njia hii utakutana majaribu yako. Vita vipo, lakini mbinguni unaenda. Tofauti
nisikize kwa makini, ya dini ya Ukristo na dini nyingine yote, wanasema ni kwenda mbinguni ni majaliwa nani? Nisikize kwa makini, kwenda mbinguni ni majaliwa nani? Ya Mungu. Naomba nikwambie, kwenye imani tuliyoingia sisi katika Kristo Yesu, ambaye alipigwa pale msalabani, akatamka mambo masaba ambayo nataka nikufundishe jioni leo. Ukishaokoka una uhakika wa kwenda mbinguni. Majaribu yatapita kama mawimbi ya maji, lakini mbinguni utakwenda. Siku yangu ikisha nami usijali mateso ya dunia yanapita. Nangana sana umalize vizuri na Yesu. Wewe ni mtu sio wa kawaida. Mungu amekuheshimu mno. Usiogope. Ndio maana Paulo anasema kuishi ni Kristo, kufa ni, anasema natamani hivi duniani ili nikakuwa. Yaani ukifumba macho riba second level shakes. Ukifumba macho uko ni Bwana. Ukiwa macho unaishi kwa ushindi, unamkanyaga shetani chini. Hakuna furaha ya maisha kama hiyo duniani. Ndio maana nikusema lazima tuone kwa mbele tutoka kwa shetani tulichocha ni matano. Mungu yuko wapi? Hapo mimi Mungu yuko wapi? Mungu yuko wapi? Mungu yuko wapi? Wapendwa, Mungu yuko wapi? Kuna nini? Mungu yuko wapi? Na yuko ndani yako wewe. Mungu yuko ndani yako wewe. Yesu yuko ndani yako wewe. Mungu akitafuti nje. Wewe ndani yako kuna mbegu ya Mungu. Anasema anatukuzwe. Yeye aweze kufanya mambo makubwa mno ambayo hatuwezi kuelezea kwa akili zetu wala ufahamu wetu, kwa nguvu itendayo kazi ndani yetu. Tunasema tunatafuta kwa tunatafuta imani. Anasema tangu enzi za Yohana Mbatizaji, lakini anasema kwamba babu zetu walienda kuabudu katika mlima wa Yerusalemu. Anasema tangu sasa waabudu Mungu aliye kumwabudu katika nini? Roho na kwa ndani yako ni roho yako. Unatakiwa kuwa na msimamo mzuri na Mungu. Mungu yuko ndani yako. Anasema mtu akinikubali mimi na Baba tutakaa ndani yake. Mungu hayuko nje. Ndio maana tunapata shida. Utaenda kwa nabii zako, utaenda kwa nabii maji chakula, madudu, yoyote ile utapata usihangaike. Ndani yako kuna Mungu, ona nguvu ya kukutulia. Kuna neema kubwa ndani yako. Wewe sio mtu wa kawaida. Mungu anakaa ndani ya maisha yako. Kwa sababu umemwamini Yesu Kristo. Wote waliompokea aliwafanya kuwa watoto wa Mungu. Ndio hao waliaminio jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Twende sasa katika matamko 7 ya Yesu pale msalabani. Na tutapitia Injili 3 ili tupate yote pamoja. Yako 7. Twende taratibu. Yalikuwa sinatamani yajue na ukumbuke. Tutapitia Injili ya Mathayo, tutapitia Injili ya Luka, na tutapitia Injili ya Yohana. Kwa matamko mawili tutapata katika kitabu cha Luka, ile sura ya 23. Na baadaye tutaangalia kidogo katika Yohana, ile sura ya 19. Na kwa kiasi fulani tutaangalia pia katika Mathayo ambao kuna sura kama 2. Bwana Yesu alielezea maneno machache. Kwa tuanze na kitabu cha Luka. Neno la kwanza, wakati Bwana Yesu amemchukua, wanampeleka na kumpiga misumari msalabani. Anatoa damu, amechoka. Neno la kwanza alilotamka ni katika kitabu cha Luka sura ya 23 mstari wa 34. Luka 23 mstari wa 34.
Biblia inasema Yesu akasema, Baba, uwasamehe kwa kuwa hawajui walitendalo. Kwa neno la kwanza la Yesu ni msamaha. Unapoenda kumwamini Yesu, nimekuona msalabani, Yesu nakutamani, ninajua. Anasema amesha kuombea kwa Baba. Wewe ulitenda dhambi na umefanya Yesu ateseke pale msalabani. Usiangalie Wayahudi, angalia picha kubwa ya imani. Anasema Baba, ufanye nini? Uwasamehe, hawajui walitendalo. Umesamehewa dhambi zako zilizopita, zilizopo na zijazo. Yesu alilipa gharama ya dhambi zako, akabeba pale msalabani. Walipomtemea mate, wengi wamemtemea mate Yesu, akasema wasamehe kwa sababu hawajui. Ngoja nikwambie, kama nilikuwa mtu wa kwanza kuweza kuhukumiwa, alikuwa ni Petro. Petro alifanya nini baada ya Yesu kukamatwa? Wangapi wamemkana Yesu? Ulifanya dhambi ndio alimshokana Yesu. Yesu akasema, hata hivyo Baba, wasamehe, hawajui walitendalo. Msamaha umetangazwa. Mungu anakuangalia, angalia dhambi zako, anatamani kufanya kutengeneza kitu mzuri, akujenge, akutie nguvu, uweze kuwa na mtu ambaye anamwabudu yeye. Anakusamehe nguvu wako wote. Anasema akuondolea maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Yesu alitangaza msamaha kwa ajili yetu. Yesu alitangaza msamaha kwa ajili ya Wayahudi. Yesu alitangaza msamaha kwa ajili ya mimi na wewe. Kwa neno la kwanza, Baba, wasamehe kwa kuwa wajui walitendalo. Ndio maana ukiwa Mkristo umeokoka, samehe, jifunze kusamehe. Hata jambo likiwa baya, samehe, achia. Kwa sababu wewe umesamehewa zaidi kuliko mtu mwingine. Neno la pili au tamko la pili ambalo Bwana Yesu alilifanya pale msalabani ni kitabu cha Luka sura 23 mstari wa 43. Kwa kwanza ni Luka 23:34. Akasema, Baba, wasamehe kwa maana hawajui walitendalo. Ukifanya dhambi yoyote, ukirudi kwa Yesu, ukaomba rehema, Mungu anakusamehe. Hiyo usiendelee kutenda dhambi, kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Utakufa kabla wakati wako. Pia utapata shida. Hakuna raha kwenye dhambi. Yesu alimaliza. Neno la pili, kitabu cha Luka 23:43, anasema Yesu akamwambia, sikiza kwa makini, amini na kuambia, leo hivi utakuwa pamoja nami paradiso. Amini na kuambia, leo hii utakuwa nami paradiso. Sikiza kwa makini. Kabla Yesu ajaja, ilikuwa tunasubiri siku ya mwisho hukumu. Tulikuwa tunasubiri kwamba tutapoteza siku, tutakuwa kwenda kule kuhukumiwa na kadhalika na kadhalika. Lakini ngoja nisikize kwa makini. Naomba nisikize. Hapa nataka niwe kwa makini nielewe. Nataka mtulie. Huyu jamaa alikuwa mwizi. Alikuwa mwizi. Walikuwa wezi wawili. Mmoja alikuwa na kushoto, mwingine alikuwa na walikuwa wananyang'anya na wanaua mpaka watu. Pale msalabani, sikiza makini, aliingia mbinguni kwa sababu ametenda matendo mema au kwa sababu amesamehewa dhambi? Sikiza makini, aliingia mbinguni kwa sababu ametenda matendo mema au amesamehewa dhambi? Amesamehewa. Imani, wokovu wetu ni kwa neema, sio kwa matendo. Sasa usije kuchanganya kwamba utende matendo ya dhambi uende katika neema. No, lakini nataka nikwambie kwamba usiangaike sana. Mungu atakutia nguvu katika yote ukimtii na kutembea katika njia zake. Mungu atakufungulia njia na kukupa msaada wa kushinda dhambi. Mwizi wa kwanza akamwambia Yesu, wewe niokoe mwenyewe tukuone, unajitia mjanja.
Mwisho wa pili akaambia, Bwana, unikumbuke utakapokuja katika ufalme wako. Alikuwa anajua mesikia habari za Yesu. Sasa Yesu amwambia kama atakuja, amwambia atakuja mara ya pili, amwambia atakuja kuokoa. Leo Mkristo uliokoka hapa tulipo, ukitokea umelala, sitegemee mtu atalala kabla umewaki, kwa sababu una kazi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Ikatokea umelala, unapofumba macho hapo Biblia akati anatueleza hadithi ya Lazaro na Lazaro na Abraham na Ibrahim. Akasema malaika wakaja kumchukua Lazaro wakampeleka kifuani mwa Ibrahim. Unapolala tu malaika anakuja, kwa sababu una mwili wa Yesu nyuma. Mbele yako kuna mwili, asema nimezivaa chapa za Yesu Kristo ndani yangu. Malaika wanashuka. Unapokata tu roho, malaika hao gari inakuja kutoka mbinguni. Tuonane paradiso. Watu wapende ndio kweli. Yesu asifiwe. Tunakukuta katika mji mtakatifu. Paradiso ni bustani. Hatuogopi kifo. Hatuogopi kwa sababu Yesu alimaliza kifo. Kifo na tabu yake na maombi yake kimekwisha. Mkristo aliyejua Bwana Yesu akatembea naye ameokoka, anapolala mwili wake umeacha nafsi, anaenda paradiso. Hakuna tena hukumu kwa wale katika Kristo Yesu, maana Kristo alisuluhisha yote pale msalabani. Kitu ambacho Biblia inakataa ni dhambi ya mauti. Dhambi ya mauti ni kumdharau Yesu, ni kumdharau Roho Mtakatifu, ni kuidharau imani ambayo Mungu amekupa na kumtukana Mungu kwa dhaifu. Hiyo ni dhambi ya mauti. Haina msamaha. Hapo wala sikwambia kwa tena Mungu. Hiyo dhambi haisamehewi. Lakini kwa lolote lile unapambana kwa ajili ya kushinda dhambi, unapambana kwa ajili ya maisha yako. Naomba nikwambie, ikitokea lolote hapo katikati, unaenda kupumzika paradiso. Anasema leo hii utakuwa pamoja nami. Wapi? Paradiso. Ni kwamba ni Edeni mpya ambayo Mungu ameanzisha. Mwanzo 2:8 kulikuwa na bustani ya Edeni ambayo ilikuwa na nani? Adamu na Eva. Lakini kitabu cha Ufunuo sura ya 12:7, Ufunuo 12:7 anasema nayo ndio bustani ya Mungu, ndio watakatifu. Kuna bustani ya Mungu. Edeni ile imerudishwa katika ulimwengu wa roho. Kwa mwanzo Edeni ilipotea, mwisho Edeni imewezwa kurudisha. Mtumishi wa Mungu Paulo katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 12:4. Mtumishi wa Mungu Paulo kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 12:4 anasema, namkumbuka mtu katika Kristo alikuwa katika mwili au katika roho sijui, lakini najua jambo moja, alichukuliwa mpaka mbinguni, alichukuliwa mpaka paradiso. Vitu alivyoviona kule havielezeki, lugha zinazonenwa kule. Kwa Paulo alipata nafasi ya kuiona paradiso kama kati anaishi, akarudishwa tena mwilini. Wako watu wengi wanaona wameenda paradiso wakarudi. Mungu ana uwezo huo. Ninatamani, ngoja nikwambie, kwa sababu mmemjua Yesu, basi mkamate vizuri, mhubiri vizuri, ili kule paradiso ukamwambie Bwana, nilifanya kazi yako vizuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Luka sura ya 16 mstari wa 22 na 23 kinatuelezea ukifa Mkristo unaenda wapi. Ni kwamba malaika wanakuchukua, unaenda kukaa paradiso. Ni kwa sababu ya mateso ambayo Yesu aliyapata pale msalabani. Wewe ni mtoto wa Mungu. Ndio maana mtumishi wa Paulo anasema kwamba hivi huyu Mungu ambaye alikubali kumtoa mtoto wake mpaka kama msalabani, atashindwa kuwapa baraka, atashindwa kuwapa pesa, atashindwa kuwapa majumba? Huyu Mungu anaweza. Bwana Yesu asifiwe. Tumemaliza maneno ya kwanza ya Bwana Yesu. Neno la kwanza ni kitabu cha Luka 23:34. Baba, uwasamehe kwa maana hawajui walitendalo.
Neno la pili ni kitabu cha Luka 23:43. Leo hii utakuwa pamoja nami paradiso. Hakuwa anamwambia yule mwizi, alikuwa anamwambia wewe. Alikuwa anakusikia kwa na mashaka. Msifadhaike mioyoni mwenu. Mmemwamini Mungu. Niamini na mimi, nyumbani kwa Baba kuna makao mengi. Nami nitakuja kuchukua ili mkakae pamoja nami. Naenda kuandalia makao. Edeni mpya Mungu iko kwa ajili yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Naomba sasa tuangalie maneno ya tatu ya Bwana Yesu katika kitabu cha Yohana ile sura ya 19 mstari wa 26 na 27. Yohana 19 mstari wa 26 na 27. Maneno ya tatu, matamko ya tatu ambayo Bwana Yesu aliyafanya pale msalabani. Biblia inasema Yohana 19 mstari wa 26 na 27. Anasema alipomwona mama yake na yule mwanafunzi aliyempenda amesimama karibu, alimwambia, sikiliza maneno yake, mama, tazama mwanao. Mama, tazama mwanao. Nisikize kwa makini. Nimekwambia kila neno lilikuwa na maana. Usiangalie katika pale, angalia lilikuwa na maana gani Biblia. Nisikize kwa makini. Bwana Yesu alisema, waheshimu baba yako na mama yako. Ni amri kuu ambayo ina ahadi, amri pekee. Amri inasema usizini, usiue, usiibu, usitamani mke wa jirani yako, usifanye nini, lakini mheshimu baba yako na mama inaambatana na ahadi. Amri zote zina ahadi, lakini hii amri ya kumheshimu baba yako na mama yako inaambatana na ahadi. Sio makini. Anasema kwamba mheshimu baba yako na mama yako. Kitabu cha Kutoka sura 20 mstari wa 12. Kutoka 20:12. Anasema waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi. Adio. Kwa kuna watu mpaka wanapoenda kuombea wanaona nakufa, ni kwa sababu ameshindwa kuheshimu baba na mama. Leo nilikutana na mama ambaye alikuwa anatukana na mama. Leo anapata shida, watoto wana matajiri alisema kuna mfano, lakini hakuna nenda kumsaidia mama. Anaomba barabarani kule Mguruni. Hakuna hata mtoto mmoja. Watoto wana magari, wana majumba Mbezi, wana magari hospitali, wana majumba sisa. Lakini watoto wanaendesha kwenye magari, wana majumba, lakini mama yao anaomba msaada, anauza kuchukua Mguruni. Sababu alishindwa kuheshimu baba yake, alimtukana mama yake. Ile mama yake alikuwa alipata kumfukuza. Akajijana. Alikuwa kijana. Unajua hiyo mambo yanaelezwa hapa. Kwa kanisa mchungaji na shida, watoto wako wanaheshimu, Mungu akapata ufunguo. Nikamwambia, mama, wazazi wako waliotunza vipi? Akalia. Ndipo alipoeleza kumtukana mama yake. Kwa ile laana ikawa juu yake. Anaishi, ana kila kitu, lakini watoto wasaidie kwa sababu alitukana wazazi wake mwenyewe. Alishindwa kutunza wazazi wake. Alishindwa kuheshimu. Unajua kuna kutunza, kuna kuheshimu. Kuwasalimia. Naongea kuhusu mheshimu baba yako na mama yako. Kutoka 20:12. Waheshimu baba yako na mama yako ili uwe na heri. Mambo mawili. Moja, maisha marefu. La pili, heri. Heri maana yake yaani shida, kuna masharti mengi sana kwenye maisha haya. Mtu yoyote, naomba nikwambie wazi. Ndio maana tulikuwa tunafundisha kwenye semina. Bora ushindwe kumheshimu mchungaji wako kama mheshimu baba yako na mama yako. Bora ushindwe kumheshimu mtu yoyote duniani, mheshimu baba na mama ili upate heri. Kama una wazazi wako bado, usipite miezi bila kuwasaidia. Kama una wazazi bado wako wale, usipike nafasi ukashindwa kuwasaidia. Mmoja juzi alikuwa na mama yake, mwanangu, kale kibanda nilikuwa nimejenga, kanakuje nisaidie. Mama, unajua mimi maskini na nikamwambia brother, nimekula laana bila sababu. Ungeona mama tulia. Nipe Mungu mwaka huu, naomba Mungu. Niombee tu heri. Nitakuja kujenga. Mungu atakupa mikono ya kufanya kazi. Mungu atakupa pesa kwenda kutafuta. Mungu
atakupa neema kuelekea wazazi wako. Lakini ukianza kupambana, kujua tu mama anapotamka vile anakupa maneno anachukua mlango baraka. Baraka kwa sababu zimepitwa kwenye makaratasi kama hivi. Mwanangu, naomba niambie viatu. Usianze kugombana na mama. Kumbe mama, hakuna tatizo. Usianze kusema mimi sina kazi, sina hela, sina nini. Mwambie mama usiwe na stress. Wewe ndio wetu. Tuangalie hizi vitatu vile vijana. Mungu atatenda. Kuwa na moyo wa aina hiyo kwa wazazi wako. Na Mungu ni mwaminifu kwa sababu baraka zinatoka katika maziwa mama. Neno la tatu la Bwana Yesu anasema mama, mwanamke mwangalie mwanao, kijana mwangalie mama. Bwana Yesu akumwacha mama yake peke yake. Kumbuka muujiza wa kwanza kutenda Bwana Yesu ulikuwa ni kubadilisha divai maji kuwa, alibadilisha kwa sababu alipenda. Mama yake alikuwa atamwambia sikiliza dogo, hebu badilishie maji kuwa divai. Mama una nini na mimi? Akamheshimu mama yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu alimheshimu mama yake. Inatufundisha unajua Yesu anapotamka jambo lolote kila neno kwenye Biblia unapoiona lina maana. Kuna watu wana shida dunia hii kwa sababu wameshindwa kuheshimu wazazi wao. Wametukana baba na mama, hapo najua anaweza kuishi dunia hii kwa kusahau. Tasikia kwenye redio. Hata tukuombea hapa tukemee mapepo, tuseme toka chini sisi nyoka nani? Sahau. Napoteza hapa. Yale maziwa yale kunyonyesha. Kayaombe msamaha kwanza. Ndio maana kuna mtu kaenda paka kaburi. Akaona hizi sanduku nzito chini ya kweli. Maisha magumu. Baba na mama ni watu wa muhimu sana. Na Bwana Yesu anatufundisha anapoondoka neno lake kwa jambo la mwisho, mheshimu baba na mama ili upate heri na maisha marefu. Na hitaji baba na daktari wa mauti hapo kuheshimu baba na mama. Mpendwa, neno linaenda pamoja na neno lingine. Unaweza kutaka unadanganyika, utakufa na utakufa kwa wakati wako. Shida na tabu ondoka kwenye maisha yangu, unapoteza muda. Waheshimu baba na mama upate heri na maisha marefu. Maneno ya tatu ya Bwana Yesu, Yohana 19:26-27. Akamwambia Yohana, mama, tazama mwanao, mwana, mtazame mama. Bwana Yesu hakutaka kumwacha mama yake hivi. Usije kumwacha mama yako anaathirika. Usije kumwacha baba yako anaanguka. Hata wewe ni mwizi, ni mtu aina gani, jifunze kuheshimu. Biblia haiweka masharti, imekutaka uweze kuheshimu. Naomba utambue wazi kwamba Yohana 19:26-27 inatukumbusha jukumu letu la kuheshimu baba na mama yako. Natamani ingie ndani ya moyo wako ili kila mmoja hapa awe na heri katika maisha. Tumesema neno la kwanza, Bwana Yesu akiwa msalabani. Kitabu cha Luka 23:34, Baba uwasamehe hawajui wasifanyao. Neno la pili au matamko ya pili, Bwana Yesu akiwa pale msalabani, Luka 23:43, leo hii utakuwa pamoja nami pale paradiso. Matamko ya tatu Bwana Yesu alifanya, Yohana 19:26-27, mama mwangalie mwanao, mwana mwangalie mama yako. Twende kwenye tamko la 4 Bwana Yesu ambalo alilifanya pale msalabani. Kitabu cha Mathayo sura ya 27:46. Mathayo 27:46. Biblia inasema,
Na saa 9 Yesu akapaza sauti yake. Saa ngapi? Kwa nguvu akisema, Eloi, Eloi, lama sabakthani. Yaani, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Tulipokuwa tunaanza ibada kusoma Zaburi 22, ilikuwa ni utabiri. Yesu alikuwa anajua utabiri wa Zaburi 22. Kwa nini Yesu alisema hivi? Na Yesu ni mwana wa Mungu. Na Yesu ni Mungu. Wakati kufika saa 9, ndipo alipobeba dhambi za kwangu mimi na wewe sote, za ulimwengu wote. Akabeba dhambi. Mungu alipokuwa anamwangalia Yesu na Roho Mtakatifu wote wanamwangalia, wanaona madhambi ya uzinzi, uongo, uharibifu, uchafu, uwaji, aina zote za dhambi za mwanadamu. Mungu akageuka. Yesu anamwita Mungu amuone. Anaona giza. Eloi, Eloi, lama sabakthani. Mungu wangu, uko wapi? Mbona umeniacha kwenye giza kubwa la mbele? Alafu leo tunaona anakuwa magonjwa. Wewe, magonjwa yanatoka kwa nani? Eti leo kuna mtu anaumwa, ana mapepo, ni Kristo. Wewe, maumivu yaliyopata pale msalabani sio makubwa, ni maumivu makubwa hujawahi kusikia. Pale ndio dhambi zetu zilipotolewa. Eloi, Eloi, lama sabakthani. Kitabu cha Isaya 59 mstari wa 2 anasema, lakini maovu yenu yamefarakisha nyinyi na Mungu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake hata msiuone. Hata hataki kusikia. Mungu hawezi kuangalia dhambi. Ndio maana nilikwambia siku moja, mtu mmoja Mungu alikuwa anamletea muujiza, kujibu majibu yake usiku. Malaika kutoka mbinguni, Gabriel, ameomba kwa siku 5, akakuja kwenye uzinzi. Malaika akachukua furushi lake akamwona mbinguni. Mungu hawezi kuangalia dhambi. Anaichukia kwa sababu ilimtesa mtoto wake. Ndio maana tuishi tukiwa ni watu ambao tumejiandaa wakati wote, kwa sababu Mungu yuko kazini kujibu maombi yako. Eloi, Eloi, lama sabakthani. Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Bwana Yesu, maneno yake ya 4 ambayo alitamka kwa ajili ya kwako mimi na wewe, kwa ajili ya sisi kuweza kusamehewa na kuweza kuhurumiwa. Tamko la 6, kitabu cha Yohana 19:28. Nitasoma. Anasema, baada ya hayo Yesu ali akijua kuwa yote yamekwisha kumalizika, ili andiko litimwize, akasema, naona kiu, naona kiu, naona kiu. Hiyo itakuwa ni 5. Naona kiu. Mpendwa katika Bwana, siku kama leo Bwana Yesu alisimama pale kwenye msalaba. Naona kiu. Baada ya kusema Eloi, Eloi, lama sabakthani, akasema naona kiu. Kiu ya nini? Anaona kiu ya kusaidia wewe. Kiu ya nini? Anaona kiu ya kuponya magonjwa yako. Ana kiu ya nini? Anaona kiu ya kuondoa mapepo kwenye maisha yako. Yesu akasema, ninaona kiu. Njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao, wenye kulemewa na msumbukao na mizigo mizito, nami nitawapa pumziko. Akamwambia yeye anywae maji haya atakuwa na uzima wa milele. Yesu ana kiu ya kuponya. Yesu ana kiu ya kuokoa. Yesu ana kiu ya kufanya kipya. Neno hilo alipomaliza
akaongeza neno la sita sasa. Akasema tele telestai. Maana yake imekwisha. Sasa Kizungu nisikize kwa makini. Tele telestai imekwisha, maana yake deni limelipwa. Wale wanauza maduka, ile risiti, unapewa risiti inakuwa paid, imelipwa. Yaani ameshalipa gharama yote. Ndio neno la mwisho, neno la sita la Bwana Yesu, imekwisha. Sasa inaandikwa Kiswahili kidogo vibaya. Kigiriki ni tele telestai, maana yake paid. Deni la dhambi msalabani lilimalizikia, ni huru kabisa. Yesu alimaliza deni. Mkristo, madeni ya mizigo ya dhambi unataka mwenyewe, lakini umepewa nguvu ya kushinda dhambi. Moja, kama kuna mtu anadai dhambi yote kwako, kama umetenda dhambi, kama Adamu na Eva wakafukuzwa kwa bustani, shetani anakushtaki, kazi yake ni kushtaki Adamu na Eva. Lakini leo naomba nikwambie, akienda kwa Mungu kama alivyokuwa anamshtaki Ayubu, Mungu anamwambia unaona sioni ilishakupiga. Akimwona Yesu msalabani imeisha. Wanaangalia una dhambi gani? Hakuna, una dhambi. Ilimalizikia, ni huru kabisa. Wewe uko huru, usikubali kuishi kwenye dhambi tena. Neno la mwisho alisema Bwana Yesu pale msalabani, kitabu cha Luka sura 23 mstari wa 46. Neno la 7, Luka 23:46. Sikiza kwa makini. Yesu akalia kwa sauti kuu akisema, E Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Yesu akalia kwa sauti kuu akasema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Baada ya kupiga muhuri wa tele telestai, akaichukua roho yake. Anasema mimi uhai wangu naweza kuchukua na kutoa. Kwa Yesu alikuja kama nafsi ya Mungu kabisa, akautoa uhai wake mwenyewe kama Mungu. Sasa anarudisha, anamkabidhi Baba aliyempa ile roho. Nimemaliza kazi. It is done. Ni watu kwambia hapa, kwa ile kwambia natamani katika kanisa tendo tamani. Ateko na wagonjwa ndani. Atitani wagonjwa. Njoo sana na Mungu sio na ugonjwa. Wewe unaweza kuja kupitia tu papo, alafu unaondoka au kai. Yaani usipo mgonjwa, unatoka wapi? Usipo na mapepo yanatoka wapi? Usipo chini, unatakiwa kuwa juu, yanatoka kwenda chini. Kama huyu mwanaume alilipa gharama kubwa kiasi hiki, ni nini kitatutenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu? Yeye aliyetoka, ambaye Mungu alimtoa kwa ajili yetu. Mpendo katika Bwana, kwa ufahamu wa huo, kitabu cha Mithali sura ya 4 mstari wa 23 anasema, linda sana moyo wako kuliko chochote kilindacho, maana ndani yake zinatoka chemchemi ya uzima. Linda sana roho yako, kwa sababu ukipoteza hiyo, ukadanganyika na ulimwengu unaopita kwa kasi, imekula kwako. Utakosa mbingu, shetani ataendelea kunyanyasa. Ngoja nikwambie, kati ya mwanadamu na shetani ana nguvu. Mwanadamu ana nguvu. Ndio maana shetani anakudana kushangaa, unamtaka kwenda kumtaka kusaidia. Hana chochote, alishamalizwa.
uwezo wote. Kuna mtu alishanipa kila kitu, akudai kitu. Ukiona na kusumbua, mkemee kwa jina la Yesu. Ukiona na kuletea matatizo, mkemee kwa jina la Yesu. Na Mungu ni mwaminifu. Tusimame. Damu imebubujika Ninakiri kwamba mimi nimeokoka, nimempokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Jioni leo ulimaliza deni, ulilipa kila kitu. Kama kuna dhambi yoyote ndani yangu ambayo naijua au sijui, ambayo naitambua au naifahamu, Bwana, ninaomba msamaha. Nitakase kwa upya, niondolee kiburi, niondolee majivuno, niondolee dharau, niondolee tamaa, niumbie moyo safi, nifike mbinguni kwa jina la Yesu. Sema Baba, kwa jina la Yesu ninaomba leo ile alama ya msalaba ikakae katika moyo wangu kwa ajili ya ushindi katika jina la Yesu. Sema Bwana, sababisha ile nguvu ya msalaba ya Yesu Kristo iniingie ndani yangu na kuniondolea kila tamaa ya uovu, kila dhambi ya uovu katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu ninaomba leo zile faida za msalaba ziingie katika maisha yangu katika jina la Yesu. Ninakiri ushindi kupitia msalaba wa Yesu katika maeneo yote ya maisha yangu. Baba, ninanyosha mikono juu. Mungu, na kuomba nibariki kweli kweli, nibariki kweli kweli, na uniondolee maumivu, niondolee mateso. Baba, nibariki kweli kweli katika jina la Yesu. Sema Baba yangu na Mungu wangu, kwa nguvu ya msalaba ninaomba Bwana, baraka zilizoachiliwa na Yesu Kristo
zikapate kuonekana katika maeneo yote ya maisha yangu. Na kwa namna hii ninamkemea shetani. Ewe shetani, sikia, huna mamlaka juu yangu, huna mamlaka juu ya mwili wangu, huna mamlaka juu ya biashara yangu, huna mamlaka kwenye kazi yangu, huna mamlaka juu ya familia yangu, huna mamlaka juu ya maisha yangu. Toka leo, angamia leo, shindwa milele katika jina la Yesu. Sema Baba, katika jina la Yesu ninachukua hatua. Chochote ambacho shetani na mawakala wake wameiba kwenye maisha yangu,